Sawa. Utapata ya kwamba siku ya leo tunaenda kuangazia lugha ya Kiswahili, na katika lugha ya Kiswahili tunaenda kuangazia nyakati na hali. Tunaenda kuangazia nini? Nyakati na hali. Nyakati na hali. Unapata ya kwamba wakati tunazungumza kuhusu nyakati na hali, kuna nyakati mbalimbali ambazo sisi huangazia kama wanalugha wa Kiswahili, ambapo wanafunzi wengi wanaathirika wakati wanatainiwa. Wakati wanapewa mtihani, unapata kwamba wanaathirika. Sawa sawa? Kuna nyakati tofauti ambazo tunaweza kuweza kuangazia. Ya kwanza tutaangazia wakati uliopo. Sema wakati uliopo. Wakati uliopo. Katika wakati uliopo kuna jambo kuu ambayo hutumiwa zaidi. Kuna kiambishi ambacho hutumiwa zaidi au silabi ambayo inajidhihirisha wazi wakati unaangazia wakati uliopo. Wakati uliopo. Tunaangazia kiambishi kipi wakati tunaangazia wakati uliopo? Kiambishi kipi? Enyagude? Tunaangazia na. Tunasema ya kwamba katika wakati uliopo utapata ya kwamba tunaangazia au hutumia, nasema hutumia kiambishi na. Hutumia kiambishi na katika kitenzi. Katika kitenzi. Utapata ya kwamba kiambishi hiki lazima kiwe kwenye kitenzi. Na kitenzi ndicho kitakueleza ni nyakati ipi ambayo imeweza kueleza. Mmesikizana wanafunzi? Lazima utambue na ujue kiambishi kipi kinatumika. Sawa sawa? Na tumesema ya kwamba tunatumia kiambishi na tukirejelea wakati uliopo ambapo ni sasa hivi. Sawa sawa? Kwa mfano katika sentensi, kwa mfano tutasema ya kwamba mwalimu anafundisha wanafunzi. Mwalimu anafundisha wanafunzi. Mwalimu anafundisha wanafunzi. Neno mwalimu anafundisha wanafunzi, unapata ya kwamba wewe ukitaka kutambua ama kujua ni nyakati ipi ama wakati upi ambao umetumika katika sentensi, wewe unaenda mahali kitenzi kipo. Na mahali kitenzi kipo ni anafundisha. Ni nini? Anafundisha. Katika anafundisha utapata ya kwamba kuna kiambishi na ambayo inajitokeza baada ya kiambishi ngeli. Kiambishi ngeli. Unapata ya kwamba kiambishi ngeli ni ile ambayo inakuja awali, inakuja ya kwanza root. Unasikizana? Inakuja ya kwanza. Sawa sawa? Kiambishi cha ngeli ni a, kwa sababu mwalimu anapatikana katika nomino ambayo ni ngeli ya a wa. Nomino mwalimu inapatikana katika ngeli ya a wa. Ndiposa tunapata neno anafundisha kitenzi ambacho kiambishi chake kinakuja kwanza, kiambishi cha ngeli, kisha tunapata nyakati. Tunapata nini? Nyakati. Ni nani atanitungia sentensi nyingine ambayo inaashiria wakati uliopo? Mwendwa? Mtoto analia sana. Mtoto, vizuri, makofi kwake tena. Mtoto analia sana. Kumaanisha kwamba kuna kitendo ambacho mtoto anafanya. Hadi sasa utakuwa unamsikia huyu mtoto akifanya nini? Akilia. Ndipo tunapata mtoto analia
sana. Sasa kiambishi hapa kiambishi cha wakati itakuwa ni nini? Kane kiambishi cha ngeli hapa itakuwa nini? Na kiambishi cha wakati kitakuwa na. Nambari ya 3. Mpishi anapika chakula. Makofi kwake. Makofi tena. Makofi kwa Lukman. Vizuri. Unapata ya kwamba tunasema mpishi anapika chakula kitamu. Anapika chakula kitamu. Unapata ya kwamba nyakati inajitokeza mahali kitenzi kipo, kisha unaenda kiambishi cha ngeli ambayo inafuata, utapata kiambishi cha wakati na. Kiambishi cha wakati na. Hizi 3 mifano mitatu inawatosha. Sawa sawa. Wacha tuangazie nyakati nyingine. Wacha tuangazie wakati uliopita. Wakati uliopita tunatumia kiambishi kipi? Wakati uliopita tunatumia kipi? Tunatumia li. Makofi kwake. Tunapata ya kwamba wakati uliopita hutumia kiambishi li katika kitenzi. Katika kitenzi. Kumbuka ya kwamba katika kitenzi ni sehemu ambayo unapata ya kwamba hali itajitokeza. Sawa sawa. Ni wakati upi unazungumzia. Kwa mfano tunapata mfano mmoja. Kwa mfano, mwalimu anafundisha darasa la 5 ama gredi ya 5. Mwalimu alifundisha gredi ya 5. Kumaanisha kitendo kilifanyika ambapo hakipo tena. Sawa sawa. Alishafundisha, kumaanisha ukija umechelewa utapata kipindi hicho kilishaisha kitambo. Mwalimu alifundisha gredi ya 5. Sawa sawa. Alifundisha nini? Lugha ya Kiswahili, hisabati, sayansi na kadhalika. Nani atatutungia mingine? Mwendwa. Mama alienda sokoni. Unapata ya kwamba kiambishi cha wakati li inajitokeza. Alienda sokoni. Alienda wapi? Sokoni. Sawa sawa. Imeelezwa sehemu mama alienda. Kumaanisha kama ulikuwa unaenda kumtazama mama, sawa sawa, ukafika umechelewa, utapata mama alishaenda kitambo. Ya 3. Ashley. Karatasi iliraruliwa. Karatasi iliraruliwa na nani? Na mwanafunzi. Vizuri. Na mwanafunzi. Kuna tabia ambayo wanafunzi wanayo ya kurarua vitabu. Sawa sawa. Kurarua. Karatasi iliraruliwa na mwanafunzi. Unapata ya kwamba kitendo cha kuraruliwa kilifanywa na mwanafunzi wakati ushapita. Sawa sawa. Na ambapo tunaangazia kiambishi le cha wakati. Sawa sawa. Sehemu hiyo tumeweza kumalizana nayo. Tuangazie sehemu nyingine. Sasa tumebakisha tumeangazia wakati uliopo
wakati uliopita. Wacha tuangalie wakati ujao. Wakati ujao. Wakati ujao tunaangazia kiambishi kipi? Lisa. Ta, kweli wanga? Kweli. Makofi kwake. Tena vizuri. Unapata kwamba wakati ujao, katika wakati ujao tunatumia kiambishi ta. Kiambishi ta au silabi ta katika kitenzi, kitenzi. Kumbuka ya kwamba lazima iwe katika kitenzi ndio itakuonyesha nyakati ipi ambayo iliweza kutumika. Tumesikilana? Yes. Sasa utapata kwamba wakati tunaangazia wakati ujao, tunatumia kiambishi ta katika kitenzi. Kwa mfano tutasema kwamba mwalimu atafundisha somo la Kiswahili. Mwalimu atafundisha somo la Kiswahili. Mwalimu atafundisha somo la Kiswahili. Kila mtu soma. Mwalimu atafundisha somo la Kiswahili. Tena. Mwalimu atafundisha somo la Kiswahili. Utapata ya kwamba kiambishi cha wakati ni kipi hapa? Amwenda? Ta ambayo inajitokeza kwenye kitenzi. Nani atatutungia sentensi nyingine kuonesha wakati ujao? Wakati ujao. Watu wengine ambili. Tunga sentensi. Mtoto atafundishwa shuleni. Makofi kwake. Tena mtoto atafundishwa shuleni. Kumaanisha kuna jambo ambalo unataka mtoto wako aweze kufunzwa, ambalo mtoto atafundishwa shuleni. Kiambishi cha wakati ni ta, kuonesha wakati ujao. Nambari ya 3. Caleb. Baba ataenda sokoni. Baba, makofi kwake, ataenda sokoni. Baba ataenda sokoni. Unapata ta imejitokeza. Ta imefanya nini? Imejitokeza. Umepatana? Ndio. Uko sawa? Ndio. Hiyo kujitokeza huko utapata ya kwamba inaleta dhana ya wakati ujao. Sawa? Twende sehemu nyingine ambayo ni wakati timilifu. Wakati timilifu. Wakati timilifu katumia nini? Wakati timilifu tatumia nini? Ashley? Tatumia nini? Tatumia me. Utapata kwamba wakati timilifu hutumia kiambishi me. Hutumia kiambishi me. Hutumia kiambishi me katika kitenzi. Katika nini? Ujue ya kwamba chochote kile ambacho tunaangazia lazima wakati uangazie kitenzi. Uangazie nini? Kitenzi. Lazima uangazie nini? Kitenzi. Lazima uangazie kitenzi. Kwa mfano mwalimu amefundisha somo
la Kiswahili. Kiswahili. Mwalimu amefundisha somo la Kiswahili. Kila mtu? Mwalimu amefundisha somo la Kiswahili. Unapata ya kwamba kiambishi me imeweza kurejelewa. Kumaanisha nini? Kuna wakati muda tu mfupi uliopita. Sawa sawa? Ndio. Yaani si muda mrefu, si muda mrefu amefundisha. Kumaanisha dakika chache tu zilizopita. Sawa sawa? Wakati timilifu. Lokman? Dada vizuri. Dada ameosha vyombo. Kumaanisha ni muda mchache tu uliopita amekuwa akiosha na ameshamaliza. Mwingine? Lisa, tupe moja. Mama ameenda sokoni. Vizuri. Mama ameenda sokoni. Unapata kwamba me imerejelea. Me imefanya nini? Imerejelewa kuonesha muda mchache tu uliopita ambacho kitendo hicho kimeweza kufanya nini? Kufanyika. Sehemu ambayo ni ya mwisho, wakati wa mazoea. Wakati wa mazoea. Kumaanisha kitu ambacho umezoea kufanya. Kwa nini tunatumia kiambishi kipi? Wakati au nyakati ya mazoea, Makofi kwake. Ni kweli? Kweli. Makofi kwake, amejaribu. Makofi kwake. Nani mwingine atajaribu? Jirekebishe. Ni who. Tunatumia nini? Who. Tunatumia nini? Hutumia kiambishi who katika kitenzi. Katika kitenzi utatumia who. Kwa mfano moja, mwalimu hufunza vizuri. Mwalimu Alex hufunza vizuri. Mwalimu Alex hufunza vizuri. Neno kiambishi who au silabi who inaonesha mazoea, ni kitu ambacho nimezoea kukifanya. Iko sawa? Mwanafunzi huenda shuleni. Vizuri. Mwanafunzi huenda shuleni. Mwanafunzi huenda. Hiyo who inaonesha hali ya mazoea katika kitenzi. Mwendwa. Mama huenda sokoni. Mama huenda sokoni. Ana mazoea, ako na hali ya mazoea ya kuonesha kwamba kila mara na kila wakati mama huyu huenda wapi? Sokoni. Sasa leo hii tumeanza kuangazia nyakati tofauti ambapo tulianza na wakati uliopo ambapo tulitumia kiambishi na, kisha tukaangazia wakati uliopita tukatumia kiambishi le, kisha tukaangazia wakati ujao tukatumia kiambishi ta, na kisha tukaangazia wakati timilifu ambapo tunatumia kiambishi me,
Kisha tumemalizia na hali ya mazoea ama wakati wa mazoea, kitu ambacho tumezoea ambapo hutumia kiambishi hu katika kitenzi. Jambo muhimu hapa ni kwamba lazima turejelee vitenzi ili tupate nyakati. Iko sawa? Kwenye kitenzi ndio utapata ni wakati upi ambao unatumiwa. Sawa sawa? Ndio. Utapata kwamba kila jambo litafanywa. Sawa sawa? Wakikuuliza swali, ni sentensi ipi imetumia wakati timilifu, wakati ujao, wakati wa mazoea? Sawa sawa? Lazima ujue unatafuta kwenye kitenzi. Sawa sawa? Ndio. Iko sawa? Ndio. Tumesikizana wanafunzi? Ndio. Katika mazoezi zaidi tutatunga sentensi 5 katika hali na nyakati zote ambazo tumeangazia siku ya leo. Umepatana? Ndio. Kwa haya yote muwe na siku njema na siku iliyo na baraka.